Kiswahili kinahitaji kupewa nafasi katika maendeleo ya teknolojia na uchumi wa maarifa ili kiweze kuendana na mabadiliko ya karne ya 21. Hatua hiyo inahitaji uwekezaji zaidi katika tafiti, ubunifu na matumizi ya Kiswahili kwenye teknolojia za kisasa. Ameyasema hayo Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Dr. Riziki Pembe Juma, wakati wa hafla ya kuadhimisha Siku ya Kiswahili Duniani iliyoandaliwa na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku hiyo na ikambatana na maadhimisho ya miaka 25 ya chuo hicho. Katika karne ya 21 yaonyesha kwamba Kiswahili kinaendelea kuwa sehemu ya mapinduzi ya teknolojia na uchumi wa maarifa. Yaani hili linahitaji uwekezaji wa makusudi katika teknolojia, uchakataji wa lugha asilia, programu za elimu na matumizi ya Kiswahili katika akili unde. Katika jambo hili, taasisi za elimu ya juu zina wajibu wa kuongoza mabadiliko haya kwa kufanya tafiti na ubunifu na kufanya lugha yetu iwe na uwezo wa kushindana na kutumika kikamilifu katika mifumo ya kisasa ya sayansi, teknolojia na mawasiliano duniani. Kwa upande wake, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Profesa Said Ali Vuai, amesema wataalamu wa Kiswahili wanapaswa kutumia fursa zilizopo kwa kuandika vitabu, kufanya tafiti ili kukuza Kiswahili katika zama za teknolojia na akili bandia, jambo linalosaidia kulinda asili ya lugha hiyo kwa vijana. Ili kuhakikisha kuwa Kiswahili sanifu cha Unguja mjini kinabaki kuwa dira ya maendeleo na utamaduni wa Zanzibar, wataalamu wa Kiswahili wanahitaji kuchangamkia fursa za Kiswahili kwa kuandika vitabu na kufanya tafiti katika kukuza Kiswahili katika teknolojia ya sasa ya akili bandia au akili unde. Jambo hili litatusaidia katika kuhakikisha mtoto Kiswahili anabaki kwenye asili yetu. Naye Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Profesa Abdi Talib Abdalla, amesema kuadhimisha Kiswahili ni kuenzi historia, kulinda tamaduni na kufungua fursa za maarifa na ajira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tunapokiadhimisha Kiswahili, tunaenzi historia yetu, tunalinda utamaduni wetu na tunafungua milango ya maarifa na ajira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Mwanaheri Mdunga Omar, nyuma ya kamera Amrat Kombo.